Naam, tuanze moja kwa moja na yale yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Rais Donald Trump ametupilia mbali jibu la Iran kwa pendekezo la Marekani la kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano, akisema halikubaliki kamwe. Hayo yakiendelea, Israel imesema mzozo huo hautaisha hadi utakaposambaratishwa mpango wa nyuklia wa Iran. Utawala wa Tehran umeonya kuwa utajibu vikali ikiwa nchi hiyo itashambuliwa tena. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Rais Trump ametoa msimamo huo kupitia ujumbe aliouandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, bila hata hivyo kutoa maelezo zaidi. Vyombo vya habari nchini Iran vimeripoti kuwa jibu la Tehran lilikuwa limejikita zaidi katika kuvimaliza kabisa vita hivyo, ikiwa ni pamoja na mzozo unaoendelea wa Lebanon na pia kuhakikisha usalama wa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Vizuizi vya Marekani katika bandari za Iran bado vinaendelea, huku Trump ambaye atafanya ziara mjini Beijing wiki hii kati ya tarehe 13 hadi 15 akitarajiwa kumshinikiza Rais Xi Jinping wa China kuhusu suala la Iran, hasa ikizingatiwa kuwa China ndiyo mnunuzi mkubwa wa mafuta ya Iran. Iran imejibu pendekezo la Marekani, lakini ikasisitiza kuwa haitakubali meli zaidi za kivita kutoka mataifa ya kigeni kuwasili katika ujia huo wa Hormuz baada ya Uingereza kutangaza kupeleka meli ya kivita eneo hilo. Uingereza na Ufaransa zinaongoza juhudi za kuanzisha muungano wa kimataifa utakaohakikisha usalama katika mlango bahari wa Hormuz baada ya kufikiwa kwa makubaliano ya amani. Nchi hizo mbili zitaandaa hapo kesho mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka nchi zaidi ya 40 watakaojadili mipango ya kijeshi ya kusaidia kurejesha utulivu kwenye safari za kibiashara katika ujia huo wa baharini. Licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa mwezi mmoja, nchi kadhaa za Ghuba ikiwa ni pamoja na Kuwait, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu ziliripoti mashambulizi ya droni ambayo hadi sasa haijafahamika yalitokea wapi, na hivyo kuibua kitisho cha kurejea kwa vita kamili katika eneo hilo. Haya yanajiri wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa vita hivyo kamwe havitamalizika hadi utakaposambaratishwa kabisa mpango wa nyuklia wa Iran kwa kuondoa madini yote ya urani yaliyorutubishwa kwenye mitambo ya kutengeneza silaha za nyuklia. Aidha, Netanyahu amedhihirisha azma ya kuona serikali ya Iran ikiangushwa. Ikiwa utawala huu wa Irani utadhoofika au pengine kupinduliwa, nadhani itakuwa pia mwisho wa makundi ya Hezbollah, Hamas na Wahuthi. Kwa sababu ikiwa utawala wa Irani utasambaratika, basi na mtandao mzima wa mawakala wa kigaidi iliyounda na utasambaratika. Nadhani hilo halitabiriki, linawezekana lakini halina uhakika. Hata hivyo, Iran imeonya kuwa haitochelea kulipiza vikali mashambulizi yoyote mapya kutoka kwa Marekani na Israel, huku msemaji wa jeshi la Iran akisisitiza kuwa ikiwa maadui zao wataishambulia tena Iran, basi watashangazwa na mbinu na silaha mpya zitakazotumiwa katika uwanja wa vita. Ripoti yake Bakari Ubena. Tukiachana na mgogoro huo kati ya Marekani na Iran, tuangalie mzozo mwingine kati ya Ukraine na Urusi. Ukraine na Urusi zimeendelea kushambuliana kwa ndege zisizo na rubani licha ya pande hizo mbili kukubaliana kusitisha mapigano. Wakati huo huo, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amekataa pendekezo la rais wa Urusi la kumchagua kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder kama mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine. Na waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili mjini Kiev kwa ziara ambayo haikutangazwa mapema. Zainab Aziz ana taarifa kamili. Ukraine na Urusi zilikubaliana siku ya Ijumaa kusitisha mapigano kuanzia Mei 9 hadi hii leo tarehe 11 Mei, hatua ambayo inasukumwa na Marekani ambayo ndiyo inaongoza mazungumzo ya amani kati ya nchi hizo mbili chini ya Rais Donald Trump kwa ajili ya kuvimaliza vita vya zaidi ya miaka 4 tangu Urusi ilipoivamia Ukraine mnamo mwaka 2022. Trump alisema siku ya Ijumaa kwamba anatumai kuwa muda wa makubaliano utaongezwa, lakini tayari
Dalili zinaonyesha kuwepo mvutano, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kukiuka makubaliano hayo ya kusitisha mapigano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema ingawa Urusi imejiepusha na mashambulizi makubwa ya angani na ya makombora, lakini inaendelea kuishambulia nchi yake katika sehemu za mstari wa mbele wa vita, ambapo vikosi vya Urusi vinaendelea kusonga mbele. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeilaumu Ukraine kwa kupuuza makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema imeziangusha ndege zisizo na rubani 57 za Ukraine saa 24 zilizopita, ambapo ililazimika kujibu kwa njia hiyo hiyo. Hapa barani Ulaya, mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas amepinga pendekezo la rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba kansela wa zamani wa Ujerumani Gerhard Schroeder awe mpatanishi wa Ulaya katika mazungumzo ya kuvimaliza vita vya Ukraine. Kwanza, tukiipa Urusi haki ya kumteua mjumbe maalumu kwa niaba yetu, bila shaka hilo halitakuwa jambo la busara. Na pili, nadhani Gerhard Schroeder ni mshawishi na mtetezi wa ngazi ya juu wa makampuni yanayomilikiwa na serikali ya Urusi. Kwa hiyo ni wazi kabisa kutambua ni kwa nini Putin anamtaka awe ndiye mpatanishi wa Ulaya, kwa sababu anajua Schroeder atakuwa anawakilisha pande zote mbili mezani. He would be sitting on both sides of the table. Kallas amesisitiza kwamba Umoja wa Ulaya lazima uelewe vyema unachokitaka pamoja na malengo yake kabla ya kujaribu kwenda kwenye meza ya majadiliano. Ofisi ya Gerhard Schroeder imekataa kutoa maoni yoyote baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin kusema kwamba ikiwezekana angependa kansela huyo wa zamani wa Ujerumani awe ndiye mpatanishi wa Ulaya katika mazungumzo ya amani ya kuvimaliza vita vya Ukraine. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amewasili katika mji mkuu wa Ukraine Kiev kwa mazungumzo na serikali ya Ukraine kuhusu ujenzi wa mfumo mpya wa silaha. Ziara ya Pistorius haikutangazwa mapema. DW tunavuma kwa kishindo. Tuelekee sasa huko nchini Kenya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa kilele kati ya Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Thelma Mwadzaya na taarifa kamili. Ziara hiyo inakuja wakati Ufaransa ikikabiliwa na changamoto ya kupungua kwa ushawishi wake katika baadhi ya nchi za Afrika Magharibi zilizokuwa makoloni yake ya zamani. Katika miaka hivi karibuni, mataifa kama Mali, Burkina Faso na Niger yameondoa ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa, huku yakielekea kushirikiana zaidi na Urusi. Katika mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto amesema Nairobi inalenga kutumia fursa hiyo kuvutia wawekezaji wa Ufaransa kupitia soko huru la biashara barani Afrika AfCFTA, pamoja na kushinikiza mageuzi ya mifumo ya kifedha duniani ili kusaidia nchi za Afrika zinazokabiliwa na madeni makubwa. Rais William Ruto alitilia mkazo muhimu wa kuwa na mfumo mujarabu wa elimu unaoendana na wakati. Mbali na kufanya mageuzi kwenye mfumo wa elimu na kuwekeza zaidi ili ukimu mahitaji ya sasa, tunawekeza pia kwenye miundombinu ya kidijitali, nyaya za mawasiliano, na kwa sasa tunaunda bidhaa kadhaa za kidijitali, na wizara yetu husika inafanyia kazi njia bora za kuuleta karibu ulimwengu ili ushuhudie tulioyaandaa. Mustakabali wetu uko kwenye teknolojia, mifumo ya kidijitali, na utajikita kwenye akili mnemba. And AI is going to be at the center of it. Tayari Ufaransa imetangaza uwekezaji mkubwa wa euro milioni 700